kwenye hili bango kitita hili walilozungumzia kwa nini wamependekeza hivyo. Wanasema tunapendekeza wabunge wawili, mwanamke na mwanamume, ili kuleta usawa wa kijinsia katika uwakilishi bungeni. Sasa tunaendaje? Kwa sababu mimi nilidhani tumeelewana, lakini naelekea hatujaelewana. Mwaka jana, kabla sijawa mwenyekiti wa chama, tulikaa kwenye kamati kuu tarehe 2 Desemba na tarehe 3. Siku mbili kabla nilikuwa nimetoka kumzika George Juma Mohamed, mume wa dada Neema. Amepigwa risasi 4 ili asigombee wenyekiti wa kitongoji. Risasi 4 mbele ya mkewe, mbele ya watoto wake. Kwa siku 2-3 zilizofuata tukakaa kwenye kamati kuu. Mwenyekiti Mheshimiwa Mbowe, mwenyekiti wetu, Sharifa Mohamed, mwenyekiti wetu wa Bawacha, ulikuwepo. Wenje alikuwepo, Sugu alikuwepo, mimi nilikuwepo, nani nimemwona Boniyai hapa alikuwepo. Tulikuwepo wote tukazungumza. Nimemwona mahali John Pambalu, si alikuwepo hapa? John Pambalu alikuwepo. Tukasema, jamani, kwa utaratibu huu tunaendaje mbele? Tukasema kamati kuu, chaguzi za nchi hii kwa mazingira haya haziwezekani tena. Jukumu letu ni kupambana, kuongoza mapambano, tubadili mfumo wa uchaguzi. Ndio ikazaliwa kauli mbiu ya no reform, no election. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama anasema huu msimamo ni wa mwenyekiti maana yake mwenyekiti wa sasa. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama na kusema mwenyekiti anazungumza huu ni udikteta uchwara. Tumetoka kwenye kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe, tukaenda kwenye baraza kuu tarehe 20 Januari. Baraza kuu likaitikia. Tukatoka kwenye baraza kuu tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama tarehe 21. Mwenyekiti wa mkutano mkuu, mwenyekiti wa chama Freeman Aikaeli Mbowe, kamati kuu mkutano mkuu wa chama taifa ukasema no reform, no election. Mimi nikachaguliwa kesho yake. Unakuaje ni msimamo wa Tundu Lissu? Unakuaje ni udikteta uchwara? Mwenyekiti akisimama na kusema jamani, tuna maagizo ya mkutano mkuu wa taifa kwenda kuongoza vita ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa nchi hii. Sasa huo ndio msimamo wa chama. Na huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Huo ni msimamo sahihi wa chama hiki.
ni ushahidi. Tunahitaji ushahidi wa aina gani kwamba chaguzi sasa haziwezekani, kwamba sasa tukienda kwenye chaguzi tunaenda kutoa watoto wetu na kaka zetu na ndugu zetu, tunaenda kuwatoa kafara. Mnataka tuendelee kutolewa makafara mpaka lini? Kama ni sawasawa twende kwenye uchaguzi, maana yake ni sawasawa yaliyomtokea nani marehemu George Juma Mohamed Manyoni. Hiyo ndio sawasawa. Kwa hiyo ndugu zangu, tuelezane ukweli. Njia pekee iliyobaki ili tuwe na chaguzi za kweli nchi hii ni njia ya no reform, no election. Ngoja niwaambieni. Asanteni. Iko hivi ndugu zangu, niwaambieni. Mnanielewa? Hivi nani anayeweza kusema mimi naogopa uchaguzi? Mimi niligombea ubunge na miaka 27, nimetoka chuoni mwaka jana, mwaka 95. Nimegombea ubunge nikachaguliwa mara 2. Kama ni utamu wa ubunge na ufahamu. Kwa ninaposema na nimegombea na urais vile vile, na mpaka leo hawajatangaza matokeo ya urais. Mkaangalie kwa swala la kwamba naogopa uchaguzi. Mimi, kuna mtu anayependa bunge kama mimi? Sasa hivi haiwezekani tena. Wale wanaofikiria kwamba twende tu pengine tutabahatisha, sasa hivi CCM wanashinda kwa 99.9% baada ya kututoa makafara, baada ya kuua watu wetu, baada ya kujaza kura za uongo. Sasa mimi nayependa chaguzi, nayependa ubunge namna hii, nikisema haiwezekani tena, naomba mnielewe. Nyie wote mnaotaka uchaguzi, chaguzi zitakuja tu. Kwani nchi itakimbia? Tutengeneze mazingira mazuri ya chaguzi ili twende kwenye chaguzi tukijua, tukipigiwa kura za watu wetu zitahesabiwa na zitahesabika. Sasa hivi haiwezekani. Mnanielewa? Kama ni swala la kuwa na haraka ya kwenda bungeni, mimi ndio napaswa niwe na haraka. Mimi na miaka 57. Mnanielewa? Tusipoenda kwenye uchaguzi tukapigania mabadiliko, mwathirika wa kwanza mimi na miaka 57. Cách tạo tài khoản chạy quảng cáo tin nhắn ở trên TikTok. Và hiện tại TikTok đã ra mắt cái tính năng chạy quảng cáo tin nhắn ở thị trường châu Á rồi. Và hiện nay đang có một cái chương trình ưu đãi giảm 50% cho quảng cáo tin nhắn trong 30 ngày đầu tiên kể từ khi đăng ký trình.
mambo madogo madogo. Tuache mambo madogo madogo. Twende kwenye hoja za msingi. Tukapiganie mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, tukapiganie mabadiliko ya kikatiba. Tunaelewana? Na tukipigana sawa sawa, sisi ni jeshi kubwa sana. Sisi ni jeshi kubwa kweli kweli. Nchi inatuunga mkono. In fact, ukiangalia vizuri, wanaohangaika zaidi na hii habari ya no reform no election ni wanachama wetu kweli. Kwa hiyo naomba nimalizie ndugu zangu, nimalizie nilikoanzia, kwamba leo, kwenye siku ya leo, kwenye siku ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani, sisi wanawake wa Chadema na sisi wanaume wa Chadema, kwa kutambua yote haya ambayo nimeyasema, leo iwe ni siku ya kujiweka sawa, ya kujiandaa na mapambano yanayokuja. Ya tuwekane sawa. Ninapenda wote, kama inawezekana, wote muende bungeni, muende kwenye halmashauri. Kwa sasa hivi haiwezekani. Twende mbele tukiwa kitu kimoja. Twende mbele tukiwa kitu kimoja. Tukashinde pamoja. Tukienda pamoja tutashinda. Tutashinda. Tutabamizwa sana, ni kweli. Hiyo ni kweli, wala nisiwadanganye. Lakini kwani njia ya ukombozi huwa haipitii Golgotha? Tangu lini haijawahi kuwa njia ya miiba? Kwa lazima tutabamizwa, tutaumizwa, tutafanya nini, lakini tukiwa kitu kimoja tutapata mabadiliko tunayoyataka. Kwa ndugu zangu, nilisema kama nimewakwaza, mnisamehe. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa mara nyingine tena kwa mwaliko, na wapongezeni kwa sherehe zilizofana za siku ya wanawake duniani. Na mimi niongeze senti 10 zangu kwa wito wa katibu mkuu wetu John Mnyika. Tukamnyang'anye huyo mama ile tuzo tuliyompa miaka mingapi iliyopita. Mwenyekiti, namalizia. He for she, au sio? Si tumeambiwa hivyo? He for she. Mwenyekiti Mao wa China alisema hivi, kwa kuheshimu mchango wa wanawake wa dunia hii, kwa kuheshimu mchango wa mama zetu, wa dada zetu, wa shangazi zetu, wa binti zetu, wa wake zetu na wapenzi wetu, why not? Kwa kuheshimu mchango wa wanawake wa dunia hii, Mwenyekiti Mao alisema, women hold up half the sky. Wanawake wa dunia hii ndio ambao wanashikilia nusu ya mbingu. Hiyo nusu nyingine
tunaishikilia sisi, baba zenu, anko zenu, wapenzi wenu, waume zenu na kadhalika na kadhalika. Hebu basi tusaidiane, tuishikilie hii mbingu kwa pamoja, tutengeneze nchi ambayo mtoto wa kike na mtoto wa kiume watatendewa sawa kikweli kweli. Inawezekana. Kila mmoja wetu atimize wajibu wake, na washukuruni sana kwa kuniazima muda wenu, na Mungu awabariki.